Kwa mara ya kwanza, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema nchini Tanzania, Tundu Lissu, amefikishwa mahakamani ambapo mamia ya wanachama na wanaharakati wamehudhuria kesi hiyo. Ulinzi uliimarishwa nje na ndani ya mahakama. Lissu amekana mashtaka yanayomkabili ya uhaini pamoja na kuchapisha taarifa za uongo kwenye mitandao ya kijamii. Kesi hiyo imepangwa kusikilizwa tena tarehe 2 mwezi Juni mwaka huu. Tumsikilize kile alichokisema Tundu Lissu akiwa mahakamani mapema leo. Wanataka na mzigo ni huu. Hii Warioba anazungumzia majaji na utendaji haki. Wanasema nimesema vibaya majaji. Wakati hayo yanajiri, baadhi ya wanaharakati wa haki za binadamu kutoka nchini Kenya, akiwemo mwanaharakati na mwanasiasa Martha Karua pamoja na jaji mkuu wa zamani Willy Mutunga, walizuiliwa kuingia nchini humo mara tu walipowasili katika uwanja wa ndege wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam kwa lengo la kuhudhuria kesi ya Lissu mahakamani, kisha walirudishwa nchini Kenya. Karua ni wakili anayeheshimika kwa haki za binadamu na amekuwa akimwakilisha kiongozi wa upinzani wa Uganda Kizza Besigye katika mashtaka ya uhaini yanayomkabili. Katibu mkuu wa Wizara ya Kigeni nchini Kenya, Korir Sing'oei, alihimiza serikali ya Tanzania kumwachilia Mutunga na wenzake, huku chama cha wanasheria nchini Kenya LSK akishutumu vikali hatua hiyo. Martha Karua alikuwa na haya ya kusema. If we can be detained, kama tunaweza kuzuiliwa na kurudishwa nchini, wakijua wazi tuko huko ili kuhudhuria mahakama kama waangalizi katika kesi dhidi ya Tundu Lissu, inamaanisha kwamba wanakiuka haki ya kuendeshwa kwa kesi kwa njia ya wazi kwa umma. Kama umma, tuna haki ya kuingia mahakamani na kuona kwamba sheria inafuatwa. Kuondolewa kwetu kunamaanisha kwamba utawala wa CCM unadhamiria kuvunja sheria na hawana nia ya kuendesha kesi ya Lissu kwa njia inayofaa. Naye aliyekuwa jaji mkuu nchini Kenya, David Maraga, alihudhuria kesi ya Lissu mahakamani. Amezungumzia kufurushwa kwa wanaharakati wa Kenya. Kinachotokea katika taifa moja kinaathiri yanayojiri katika mataifa mengine. Hii ni kwa sababu nchi hii ina watu wanaovuka mipaka ili kufanya biashara. Hivyo basi, ikiwa kuna tatizo katika taifa moja, linaathiri pia wananchi wa mataifa mengine. Wakati huo huo, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amewakashifu vikali wanaharakati kutoka nchini Kenya waliokuwa na nia kuingia nchini Tanzania kuhudhuria kusikilizwa kwa kesi zinazomkabili Tundu Lissu. Akizungumza hayo wakati wa uzinduzi wa sera ya mambo ya nje ya taifa hilo jijini Dar es Salaam, amesema haya. Lakini tusiwe shamba la bibi kwamba kila mtu anaweza kuja akasema analolitaka, lipo Tanzania halipo, watu wakajisemea tu. Lakini la pili, tumeanza kuona mtiririko au mwenendo wa wanaharakati ndani ya region yetu hii kuanza kuvamia na kuingilia mambo yetu huku. Sasa kama kwao wameshadhibitiwa, wasije kutuharibia huku. Tusitoe nafasi. Walishaharibu kwao, walishavuruga kwao. Nchi iliyobaki haijaharibika. Watu wako na usalama na amani na utulivu ni hapa kwetu. Kuna majaribio kadhaa. Niwaombe sana vyombo vya ulinzi na usalama na nyinyi wasimamizi wa sera zetu nje kutoa nafasi kwa watovu wa adabu wa nchi nyingine kuja kutovuka hapa kwetu. Hapana. Na ili kufahamu zaidi kile kilichojiri mahakamani mapema hii leo, awali nimezungumza na mwandishi wa BBC Humphrey Mgonja alikuwa mahakamani. Ameanza kunieleza hali ilivyokuwa. Leo asubuhi na mapema wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo walifika katika eneo la mahakama, na ilipotimu kama majira ya saa 4 basi alifikishwa Tundu Lissu. Lakini katika viunga vya mahakama polisi walikuwa wameenea maeneo mengi ndani na nje ya mahakama. Magari ya polisi yalikuwa yamesambaa wakiwa na bunduki. Lakini kikubwa ni kwamba katika maeneo ambayo watu walioingia
kuingia, inasemekana kwamba wengi walishindwa kufika. Hata sisi tulipofika eneo hilo tuliwakuta wakiwa nje ya mahakama wakijaribu kuingia, lakini taarifa zilizopewa ni kwamba eneo hilo lilikuwa ni dogo kuwapokea watu wengi. Hivyo basi waliambiwa wengi wakafuatilie kesi hiyo kupitia mitandao. Mbali na hali ilivyokuwa hii leo mahakamani, nini hasa kimejitokeza katika kusikilizwa kwa kesi mbili zinazomkabili kiongozi wa upinzani? Ni kesi gani ambayo imeahirishwa na ipi imesikilizwa na kwa nini? Kesi zote mbili zilifanyika, ambapo kesi ya kwanza ilikuwa ni kesi ya uhaini, ambapo baada ya kuingia mahakamani basi hakimu alisema kwamba kwa upande wa serikali au kwa upande wa jamhuri wana nafasi ya kuzungumza kwamba wamefikia wapi. Upande wa jamhuri ukasema kwamba ushahidi ulikuwa haujakamilika. Hivyo basi kesi hiyo ikapangwa kusikilizwa tena katika siku nyingine. Na kesi ya pili majira ya mchana nayo ikasikilizwa, ambayo kesi hiyo ilikuwa inahusu kutuma ujumbe wa uongo kupitia mitandao ya kijamii. Na kesi hiyo basi ilikuwa ni kwa ajili tu ya kutajwa. Basi akasomewa mashtaka Tundu Lissu, na Tundu Lissu alikana mashtaka yote, akusema kwamba hajahusika. Hivyo basi kesi hizo zote mbili zimepangiwa siku nyingine kwa ajili ya kuendelea. Mapema kuna baadhi ya wanaharakati ambao walikuwa wamezuiwa kuingia mahakamani. Je, kuna yote ambaye mmempata na amesema nini hasa? Ni kweli tangu siku ya jana taarifa ambazo zilikuwa zikienea na hata kupitia mitandao ya kijamii, mwanaharakati na mwanasiasa kutoka nchini Kenya Martha Karua alichapisha video kwamba amezuiwa kuingia nchini Tanzania, yeye pamoja na harakati wengine watatu. Basi tulifanikiwa kuongea na David Maraga na akasema kwamba matendo yanayoendelea yanadhoofisha demokrasia, si Tanzania tu lakini hata nchi za Afrika Mashariki kwa ujumla. Hivyo basi akitaka vyombo mbalimbali vya kimataifa na nchi zinazohusika basi zihakikishe kwamba zinakuza demokrasia, hasa uhuru wa kuzungumza na uhuru wa kutoa maoni. Na mbali na hayo yote, sasa kusikilizwa kwa kesi hizi mbili na kuahirishwa, nini kinafuata baada ya hapa, Humphrey Mgonja? Kesi hii ya kwanza ambayo inahusisha uhaini, hakimu ametoa maelekezo kwa upande wa jamhuri kwamba ushahidi upatikane haraka iwezekanavyo, kwa sababu imekuwa kwa muda mrefu sana. Kwa hivyo basi kesi hiyo itapofika tarehe 2 ya mwezi ujao, basi jamhuri ije na ushahidi. Lakini pia kwa hii kesi nyingine ya kutuma ujumbe wa uongo kupitia mitandao ya kijamii, basi itaanza kusikilizwa au itaendelea pia kusikilizwa siku hiyo ya tarehe 2. Kwa hiyo kwa siku hiyo ya tarehe 2 itaanza kusikilizwa kesi ya uhaini na kisha kesi hii ya uchochezi kupitia mitandao ya kijamii. Na bado tunasalia katika taarifa hiyo, ambapo mwanaharakati wa haki za binadamu nchini Kenya Hussein Khalid ni miongoni mwa wanaharakati waliofurushwa kutoka Tanzania hii leo. Na sasa naungana naye moja kwa moja kutoka studio zetu za Nairobi. Khalid, swali la kwanza nitakuuliza, nini kiliwapeleka Tanzania? Naam, kilichotupeleka Tanzania sisi kama wanaharakati na mawakili ni kuweza kufika pale ili kuweza kuangalia ni namna gani ile kesi inavyoendelezwa dhidi ya yule ambaye ni mshukiwa. Na hii ni hatua ambayo inafanyika dunia nzima. Ukiangalia si hapa Afrika Mashariki peke yake, lakini barani Afrika kote, Ulaya, ukiangalia kule Asia, haya ni mambo ambayo yanakubalika na yanafanyika. Kwa hivyo tulikuwa tumepokea uwalishi kutoka kwa wenzetu ambao wako kule Tanzania kutuomba tuweze kufika pale ili tufanye ule uangalizi na tuhakikishe kwamba zile sheria za kimataifa na hata za Afrika Mashariki jumuiya zimeweza kufuatiliwa kikamilifu. Hilo ndilo ambalo lilikuwa limetupeleka pale sisi ili kuweza kuungana na wenzetu wale wa Tanzania kuhakikisha kwamba haki imeweza kutendeka. Sasa umechukuliaje kauli ya Rais wa Tanzania kwamba ameenda kuharibu na kuvuruga kama kwenu, yani nchini Kenya? Naam, hayo ni matamshi ambayo tumeyachukulia kama mbinu ya kujaribu kuwagawanyisha wananchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hakuna yeyote yule ambaye anafurahia kukiwa na vurugu mahali popote pale. Sababu yetu sisi kubwa ya kuweza kufika pale haikuwa kuleta vurugu Tanzania, bali ilikuwa kuhakikisha kwamba katiba na sheria za Tanzania zinafuatwa, na vile vile wale wote ambao wameshukiwa ama yule kiongozi ambaye ameshukiwa aweze kupata haki yake. Kwa hivyo hayo matamshi ya Rais Suluhu sisi tunayachukulia kwamba ni katika zile mbinu za wale ambao wanajaribu kuleta udhalimu, kuwagawanya wananchi, kuwaonesha kwamba hawa wanataka kuwaharibia na wale wanataka kuleta vurugu. Lakini sisi kama wananchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki tunasimama pamoja na tunasema kwamba tutaendelea kupigania haki popote pale katika jumuiya hii yetu.
Kwanza mlifuata sheria, la kwanza. Jambo la pili, mlielezwa kwamba ni makosa gani aliyofanya mpaka nyinyi mkazuiliwa kuto kuingia Tanzania? Naam, tulizuiliwa kwa zaidi masaa 12. Na wakati wote huo tulikuwa tukiuliza, je, ni makosa gani tuliyoyafanya? Labda kuna stakabadhi hatuna, ama labda kuna mambo tumeyafanya yanaenda kinyume na sheria za Tanzania. Lakini wakati wote huo hatukupewa jambo lolote ama kuelezewa ni sababu gani tulikuwa tunazuiliwa. Ila kila wakati tukiuliza walikuwa wakituambia kuna mkubwa fulani ambaye anatarajiwa kufika kuweza kutuelezea, na huyo mkubwa hakufika. Kwa hivyo tulikaa pale pamoja na jaji mstaafu Willy Mutunga pamoja na Hanifa tukijaribu kujua ni yapi, lakini mpaka kuondoka kwetu hatukuelezewa makosa yoyote yale ambayo walikuwa wanadhania tumeweza kuyafanya yaliyowapelekea wao kutuzuia. Naam, tuangalie kuhusiana na mwanaharakati mwenzenu Boniface Mwangi. Inasemekana amechukuliwa kutoka hotelini mwake. Mna taarifa zozote mpaka sasa? Yuko wapi? Naam, hadi hivi sasa tunavyojua ni kwamba Boniface Mwangi wa Kenya pamoja na Agatha wa nchi ya Uganda wamekamatwa, na hivi tunavyozungumza tunajua kwamba wako katika kituo cha polisi cha Central kule jijini Dar es Salaam. Wanavyosema ni kwamba wanajaribu kutaka kujua hawa wawili walikuwa wakizungumza na kina nani. Haya ni mambo ambayo yanazidi kutishia. Ni kama wanataka kujua labda wale wa Tanzania walioko kule ambao labda tunafanya kazi nao. Na tunasema kwamba hivi vitisho, tunawaambia viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwamba hivi vitisho havitatuzuia sisi kuendeleza bidii zetu za kujaribu kuleta haki katika jumuiya hii yetu. Na tunataka waweze kumwachilia haraka iwezekanavyo.